recommendation, hiyo ni moja wapo kwamba unaweza kupata recommendation from book clubs. Lakini pili, kwenye book club ni sehemu ambayo unaweza ukashare empathy, yani ukashare issue yako ambayo mtu anaweza akakurecommend kwamba ni kitabu gani uende ukasome. Kwa mfano, unaweza kuwa una challenge fulani kwenye labda kwenye umekutana nayo kwenye maisha, au umekuwa na changamoto fulani, inaweza ikawa changamoto ya kiroho au changamoto ya kimaisha. Ile uko upo kwenye book club, maana ile changamoto ambayo utakuwa nayo, yani ambayo unaiface, mtu ukaomba kwamba nahitaji aina hii ya vitabu ambavyo vitanitoa katika hii, mtu anaweza kukurecommend kwamba nenda kasome vitabu fulani, of which usingekuwa kwenye ile book club, labda ingekuwa ngumu wewe kuweza kupata vile vitabu, yani kujua kwamba hiki kitabu mimi kitanisaidia katika 1, 2, 3 kwenye changamoto ambayo napitia mimi. Hiyo ni moja hapo. Madam, umeuliza swali zuri sana. Kwa nini mtu ujoin kwenye book club na usisome mwenyewe, au kama unaweza ukasoma mwenyewe, lakini kwa nini una umuhimu sana wa kujoin kwenye hizo book club? Mwanzo kabisa nipende kusema tuna tofauti ya kuelewa mambo. Mungu ametumba hivyo, binadamu tuko tofauti. Kwa hata kwenye uelewa wa mambo pia unakuwa ni tofauti. Faida mojawapo ya kuwa kwenye book club, kuna common understanding katika nyie watu ambao mpo, au kwa nyie members wa hiyo club. Kwa sababu mimi nakumbuka hata wakati tunakuwa darasani, mwalimu aliwahi kutoa mfano. Alimwambia mtu mtu ambaye alikuwa amekaa mwanzo kabisa wa darasa. Alafu lile neno lipass kwa wanafunzi wote mpaka mwanafunzi wa mwisho. Alafu ije asikie yale maneno aliyosema mwanzo, je, atakuwa ni sahihi au yamebadilika. Neno lilokuja mwisho likawa tofauti na lile la mwanzo. Hapo linaonyesha nini? Binadamu tunapokea vitu tofauti. Unaweza ukasoma sentensi ya mwandishi kwenye kitabu, wewe ukaelewa tofauti na mwingine akaelewa tofauti. Lakini mnapokuja kujoin kwenye book club, inawasaidia kuwa na common understanding. Inawezekana wewe ulielewa vibaya, ambayo wewe uelewa wako unaweza kwenda kutafsiri maisha yako baadaye tofauti. Sababu tunaamini vitabu au yale maandishi ni taarifa ambazo zimewekwa kwa mtindo wa maandishi. Kwa hiyo ukiuelewa vibaya, ni rahisi zaidi wewe kuja kumislead watu wengine. Kwa hiyo una muhimu sana wa kushiriki kwenye hizi book club, na sisi kama Bondwa Book Club tumeanzisha hii kwa lengo hilo pia, la kuwasaidia wale watu ambao wanasoma, na tunaamini watu wanasoma. Sababu tunaamini kuwa mtu ambaye hajifunzi au asomi ni mtu ambaye amekufa, ambaye kwa lugha nyingine anakuwa sio mtu. Kwa kila siku tunajifunza, lakini kuna namna nzuri ya kujifunza kama mtakuja kujifunza kwa pamoja.